Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa rehema, asante kwa upendo juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, ninakutukuza peke yako kwa uaminifu wako ambao ni ngao na kigao. Baba wa mbinguni, na nyenyekea mbele zako, ninasema asante. Umenilinda usiku kucha, wewe haujalala, wewe haujasinzia, lakini mimi nimelala, nimesinzia, nimeamka, nimejua ni kwa neema yako. Asante kwa hiyo neema, asante kwa rehema zako. Mungu wangu na Baba yangu, wewe ni Mungu mkuu sana. Ukiwa upande wangu, hakuna aliye juu yangu. Wewe ni Mungu uliye upande wangu, mfano wa shujaa mwenye kutisha, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saie Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninanyenyekea kwako, ninaomba toba, ninaomba rehema mbele ya madhabahu yako. Ruhusu damu yako asubuhi ya leo inioshe, initakase kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu, nioshe, nitakase kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, nimeianza wiki yangu, na achilia damu ya Yesu kwenye wiki yangu, katika jina la Yesu. Ninatamka na iwe nuru kwenye hii wiki, ninatamka na iwe nuru kwenye hii wiki. Yesu Kristo, wewe ndio hiyo nuru. Neno lako linaniambia nuru itang'aa, wala giza halitaliweza. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nasimama kinyume na kila giza kwenye maisha yangu. Nasimama kinyume na kila giza kwenye maisha yangu. Ninatamka na iwe nuru kwa damu ya Yesu. Iwe nuru kwenye maisha yangu, iwe nuru kwenye biashara, iwe nuru kwenye kazi yangu, iwe nuru kwenye ndoa yangu, iwe nuru kwenye afya yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5, hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha yangu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, saa hii nasimama kinyume na yoyote na kitu chochote kilichowekwa kwenye ulimwengu wa roho kusimama kwenye njia yangu, kwenye baraka zangu, kwenye afya yangu, kwenye familia. Kwa damu ya Yesu ninakiondoa, kwa damu ya Yesu ninakiondoa, nakiondoa sasa kwenye njia zangu zote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, hakuna silaha itakayofanyika dhidi yangu itafanikiwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saa hii nasimama kinyume na kila silaha iliyoelekezwa kwangu ili kuniharibu. Silaha yoyote, silaha maneno, nasimama nayo kinyume kwa damu ya Yesu. Ninafuta maneno yote niliyonenewa, wakasema nitafika mpaka hapa lakini sitavuka. Kwa damu ya Yesu, maneno yoyote yaliyoachiliwa kwenye ulimwengu wangu wa roho na yanaleta madhara na uharibifu kwenye maisha yangu, saa hii nasimama na kifuto kinachoitwa damu ya Yesu. Ninafuta maneno yao kwa damu ya Yesu. Ninafuta maneno yote, maneno ya uchawi, maneno ya hila, maneno ya chuki, maneno ya fitina, kwa damu ya Yesu ninafuta sasa. Ewe maneno, hautasimama juu yangu wala kufanikiwa, kwa damu ya Yesu. Endelea kuharibu, endelea kuharibu sila maneno. Rapa yande rebo shakatalamando, reke yanda rabakuria masikiriando robo saya, riko koria masikiriando robo shikiri mayanta, lebra kadoshka jelamanto rianda rabasaya, korobo yanta lebra zonda libokuzi amando, rapa yando robo shanta lebra zonda labakuzi amando. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninafuta na kubatilisha maneno yote yaliyonenwa. Rapa yando robo saya, korobo yanta lebra zonda libokuzi amando, ripo shanda rabakuri amazikiriando, korobo yanta lebra zonda libokuzi amandoza. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, rapa yando robo shikiri mayanta, ripo shanda rabakuri amasaya ribosa, yende rebo shakatalamando, ripo shanda rabakuri amasikiriando robo saya. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sema tena, kwa jina la Yesu
nasimama kinyume na silaha yoyote iliyoelekezwa kwangu ninayoiona na isiyoonekana kwa jina la Yesu. Silaha zote toka kwenye malango ya giza saa hii haribika kwa damu ya Yesu. Silaha yoyote juu ya maisha yangu haribika kwa damu ya Yesu. Silaha yoyote juu ya ndoa yangu haribika kwa damu ya Yesu. Silaha yoyote eneo la uchumi haribika kwa damu ya Yesu. Silaha yoyote eneo la afya haribika kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, wajapojipanga kupigana pamoja na mimi hawataniweza, maana wewe Mungu uko pamoja nami ili uniokoe katika jina la Yesu. Endelea kuharibu chochote cha adui kilichoelekezwa kwenye maisha yako katika wiki hii kuleta uharibifu. Rapa shando robo saka talamando, rapa yando robo kuria masikirianda, rapa shanda robo saka talamando, rapa saka talamando ribosa, yeke manto ribo sikiria mando, rapa shanda robo koria, lebrakatoshka jelamanto. Walisema utafika mpaka hapa lakini hautavuka. Pangua mipaka yao katika ulimwengu wa roho, pangua mipaka yao kwenye ulimwengu wa mwili. Rapa shanda rabo sata, ripo santa lema kuzi ya mando, rapa shanda rabasaya, korobo yanta lebrakatoshka, jelamanto rimo sikiriando, rapa shanda raba kuria masaya, koria masikiriando robo saya, koria masikiriando robo kinko, katika jina la Yesu Kristo. Rapa shanda rabo sikiri mayanta, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Kwenye kile kitabu cha Ayubu anasema, je, umeiamuru asubuhi yako? Nataka ukaiamuru asubuhi yako ya leo na wiki yako nzima, kwamba unajitamkia kila jema ambalo unalitaka wewe Mungu alifanye. Bwana asifiwe. Kumbuka Biblia inasema uzima na mauti viko katika uweza wa ulimi. Usipojibariki wewe, usisubiri watu watakubariki. Usipojisemea mema, hakuna watu watakaokusemea mema. Watu wengi wanaotusema, wanatusema kwa mabaya kuliko mema. So jifunze kujitamkia mema katika jina la Yesu. Jifunze kujibariki kwa jina la Yesu. Jifunze kubariki maisha yako kwa damu ya Yesu. Jifunze kubariki familia yako kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, anza kutamka. Tamka kila kilicho chema. Sema, kwa damu ya Yesu mimi ni mbarikiwa. Nimebarikiwa na Mungu katika jina la Yesu. Hakuna wa kunilaani. Mimi ni mbarikiwa. Yoyote yule atakayesimama kunibariki atabarikiwa. Yoyote yule atakayesimama kunilaani atalaaniwa. Maana imeandikwa kwenye Mwanzo 12 ule mstari wa 3, nitakubariki na watakaokubariki nitawabariki, na atakayekulaani nitamlaani. Hilo ni neno la Bwana na lisimamisha kwenye maisha yangu, kwenye ulimwengu wangu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili kwa jina la Yesu. Nimebarikiwa. Nimebarikiwa nitokapo, nimebarikiwa niingiapo. Chochote kile nitakachotia mkono wangu kufanya kitabarikiwa, maana mimi ni baraka kwa damu ya Yesu. Hakuna laana itakayonikaribia, hakuna uharibifu utakaonikaribia mimi wala kuikaribia hema yangu, maana imeandikwa, mabaya hayatanipata kamwe, wala tauni kuikaribia hema yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Anza kubariki maisha yako, bariki watoto wako, tamka yaliyo mema, tamka yaliyo mema, tamka yaliyo mema. Rapashende rebo saka tena mando, rapashanda rabakuria masaya. Familia yako imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wamebarikiwa. Biblia inatuambia na watoto wetu watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wetu itakuwa nyingi. Tamka baraka kwa watoto walioanza kwenda shule siku ya leo. Tamka baraka. Mwambie Mungu, umesema watoto wangu wanafundishwa na Bwana. Ninaachilia roho wa Bwana juu ya watoto wangu watakaofundishwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kutamka baraka. Rapa yando robo shaka talamando, rapa yando robo kuria masikiriando. Ibariki nyumba yako, bariki kila mtu aliyekaa nyumbani kwako, yabariki maisha yako, yakafanyike baraka kwa wengi katika jina la Yesu Kristo. Rapa yando robo shaka talamando, riando robo sikiri mayanta ribosa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa jina la Yesu ninatamka wiki hii, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Sitapungukiwa na amani, sitapungukiwa na furaha, sitapungukiwa na baraka. Kwa jina la Yesu sitapungukiwa na kibali. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana ataniongoza
katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa jina la Yesu, Bwana ni kiongozi wangu, ataniongoza nitokapo, ataniongoza niingiapo. Katika jina la Yesu, Bwana atanilinda, wema na fadhili zitanifuata katika wiki yote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Meza yangu imeandaliwa mbele ya watesi, sitaogopa mtesi wowote, mtesi yoyote, katika jina la Yesu. Meza yangu iko katikati ya watesi, iko mbele ya watesi. Hakuna mwenye mamlaka, hakuna mwenye nguvu ya kuigusa meza yangu, kwa damu ya Yesu. Maana muandalizi wa mema yangu ni Mungu peke yake, kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi yake, mpe Yesu makofi yake, mpe Yesu makofi yake. Mwambie jirani yako, meza yangu imeandaliwa na Bwana. Mwambie jirani yako, meza yangu imeandaliwa na Bwana. Mwambie, meza yangu imeandaliwa na Bwana. Mwambie, hakuna mtesi atakayeigusa, iwe mtesi wa wazi, iwe mtesi wa siri, hakuna atakayegusa. Sema, chochote kilichokusudiwa wiki hii, mwezi huu, mpaka mwisho wa mwaka, hakuna atakayeharibu katika jina la Yesu. Mema yangu yote nitayapata toka kwa Bwana, kwa jina la Yesu. Haleluya. Mpe Yesu makofi. Karibu ukae. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amekuwa mwema, ametupa neema tena ya kuonana. Bwana asifiwe. Wiki hii tutaangalia nguvu ya rehema inavyoweza kuleta uponyaji na ukombozi kwenye maisha ya mtu. Nguvu ya rehema inavyoweza kuleta uponyaji na ukombozi kwenye maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Wengi sana tunamfahamu Mungu wa rehema, lakini hatujai experience sana kitu kinachoitwa rehema. Natamani Mungu akufunulie rehema zake na uweze kuziona kwenye maisha yako waziwazi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mimi nawaambiaga watu, wengine tunatembea kwa sababu ya rehema. Mungu anatutumia kwa sababu ya rehema. Hatutumiwi sana na Mungu kwa sababu tumefanya bidii. Kuna kitu kinaitwa neema plus rehema iziko tu mimi utumishi wangu. Bwana asifiwe sana. There is no way naweza nikajisifu niliomba sana, nilifunga sana, Mungu akanichagua. Sio kweli. Sijawahi kuomba, sijawahi kufunga ili Mungu anichague. Ni kitu kinaitwa neema, ni kitu kinaitwa rehema. Hivyo ulivyo ni kwa rehema za Mungu na neema ya Bwana. Haujawahi kuomba Mungu akutengeneze hivyo. Yaani nataka nikuambie, hata kama unaomba sana, kuna watu wanaomba kuliko wewe, hawana maisha ulionayo. Hivyo tambua ni rehema za Mungu na neema ya Mungu uko hivyo ulivyo. Bwana asifiwe sana. Kuna hatua ulionayo, kuna watu wanafunga na kuomba at least wapate hata robo, na uwezi amini na hawajapata. Kwa nini? Ni rehema za Mungu kuwa ulivyo. Sometimes usimtamani mtu sana. Sometimes jiangalie maisha yako. Rudi ulipotoka, angalia ulipofika, mtukuze Mungu. Ukimtukuza Mungu kwa nafasi ulioko, atakupa yaliyobaki katika jina la Yesu. Kuna wakati unatafuta muda wa kumpongeza Mungu wako na kujipongeza mwenyewe. Si kila wakati utalia, si kila wakati utamwaga machozi, si kila wakati utanungunika. Hapana, mpe Mungu muda wa kumsifia kwa ajili ya hatua zako. Bwana asifiwe sana. Mpe Mungu sifa. Hata kama huoni hatua zingine, basi angalia hata eneo la afya. Compare yourself na watu ambao wamelala hospitalini. Compare yourself na watu ambao hawana miguu, hawana mikono. Kuna mtu ameparalyze for years now, hana hata uwezo wa kutembea. But wewe Mungu amekupa neema. Ndio maana usipotafuta mema kuyaona ya Mungu, kuna wakati utastaki, utamjua Mungu ni mbaya. And I'm telling you, Mungu si mbaya. Mungu ni mwema sana. Ni kwa sababu macho yetu huwa hayaoni mema ya Mungu. Tunatafuta kuyaona tunayoyahitaji. Hatutafuti kuona Mungu aliyotupatia. Hatutafuti kuona Mungu aliyotufadhili, Mungu aliyotuonyesha mema. Tunatafuta vile vigumu ambavyo haujaviwahi kuvipata, na wala sometimes si kwamba Mungu hataki kukupa vigezo. Mwambie jirani yako vigezo. Mwambie Mungu tunayemwabudu ni wa vigezo. Vigezo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini wafanya biashara? Tunajuaga kuna TBS. Wanaweza wakapita wakakagua, kwa mfano wakaangalia kitu, wakikiona hakifai, wanakiripoti
Na hata kama umetoa vingi kiasi gani, no matter uonge usionge, kama akifai utaambiwa hichi akifai, ni hatarishi kwa matumizi ya kibinadamu. So kuna vitu wewe Mungu hakupi ni hatarishi kwa afya yako. Mwambie jirani yako, enda kama Mungu hakupi ni hatarishi. So don't disturb God too much. Usimsumbue Mungu sana. Vitu hatarishi maana yake unahitaji kutengenezwa ili atakavyokupatia visiwe hatarishi kwenye maisha yako. Haleluya. Tuwekee kile kitabu cha Mika ambazo nimeandika hapo. Nataka tusome wote 1 2 3 tusome. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye huifurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupilia dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Wewe utamtimilizia, weka jina lako, usiweke Yakobo. Wewe utamtimilizia na jina la ukoo wako rehema zako ulizowaapia baba zetu tangu siku za kale. Amen. Bwana asifiwe sana. Tumeona kwenye hicho kitabu cha Mika, Mungu ni wa rehema. Turudishie ule mstari unaoanza wa 17. Tabia za Mungu ni kufurahia rehema. Haleluya. Tabia za Mungu ni kufurahia nini? Mstari wa 10, tuanzie huo mstari nilokuandikia wa 19. Anasema, anamuuliza Mungu, ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu? Unajua kuna wakati unamtafakari Mungu kulingana na dhambi zako na maisha yako. Unajua kabisa kuna makosa uliokosea watu hawajaweza kukusamehe, lakini Mungu amekusamehe. Si ni sawa So kuna wakati ukiwa unaongea na Mungu, muulize hili swali, ni nani Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Na usitafute watu wengine, huyo mtu ni wewe na mimi. Bwana asifiwe sana. Unaposoma Biblia usimsomee mtu mwingine, soma kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Usisomee watu. Ukisomea watu utaona ukuu wa Mungu, utaona uwezo wa Mungu, utaona ni hadithi zilizokuwa zinahusu watu. Anasema Mungu hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Bwana asifiwe sana. Asante, ni huo mstari nilikuwa nataka. Anasema Mungu hashiki hasira yake milele, yeye anafurahia rehema. Ngoja nikuambie, wanadamu wanashikilia hasira, lakini Mungu hashikilia hasira. Naomba nikutie moyo, hata kama ulimuudhi Mungu kiasi gani, kuna wakati Mungu anakasirika. Lakini Mungu huyo akikasirika, ukirudi kwa unyenyekevu, anakusamehe na kukuondolea uovu wako. Anakusamehe na kukuondolea mabaya yako. Shida watu wengi sana hawaaminiki kama Mungu amewasamehe. Naomba nikuambie, Mungu amekusamehe kabla hujamuomba msamaha. Ndio maana alimtoa Yesu Kristo Bwana wetu. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Wewe unafikiri aliupendaje ulimwengu? Alitupenda sisi tunaoishi ulimwenguni tungali wenye dhambi, akaitoa sadaka ya dhambi, ndi sisi tukasamewa. Ndio maana mpaka leo usisikie mtu anakuhubiria anakuambia toa sadaka dhambi zako zisamewe. Hakuna sadaka yoyote unayoweza kutoa katika dunia hii, katika ulimwengu huu na hata ujao, ili usamewe dhambi zako. Sadaka ya pekee ya msamaha wa dhambi na ukombozi wetu ni sadaka ya damu ya Yesu. Kwa hiyo huna gharama yoyote ya kulipa ili wewe uweze kusamehewa dhambi. Gharama yako ni imani yako na unyenyekevu wako kurudi kwa Mungu na kuzitaka rehema za Mungu na msamaha wa Mungu, naye Mungu atakusamehe kabisa. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe rehema. Rehema ni nini? Rehema ni nini? Rehema ni hali ya kuonyesha huruma. Rehema ni hali ya kuonyesha huruma. Unaweza ukaandika aka definition katatupeleka mahali ambapo natamani tufike katika jina la Yesu. Rehema ni hali ya kuonyesha huruma, upendo, au rehema ni hali ya kuonyesha upendo. Unaweza ukaandika rehema ni hali ya kuonyesha msamaha. Rehema ni hali ya kuonyesha wema. Manake Mungu anavyojiita Mungu wa rehema, ni yeye Mungu anatuonyesha msamaha, anatuonyesha rehema, anatuonyesha upendo, anatuonyesha wema. Bwana asifiwe sana. Ndio maana usitafute sana watu wa kuonyeshe upendo uliozidi. Mwenye upendo peke yake uliozidi
ni Mungu peke yake. Kwa hiyo rehema ni hali ya kuonyesha huruma, ni kuonyesha msamaha au wema wa mtu mwingine, hasa wakati huyo mtu anahitaji msaada au amekosea. Bwana asifiwe sana. Wakati mtu anahitaji nini? Msaada, au akiwa amefanya nini? Amekosea. Unajua kuna mtu unaweza ukamkosea, ukatafuta kumuomba msamaha, mpaka unatafuta watu wakusaidie kukupeleka ili wakusamee. Unajua anafanyaje? Anafanya moyo mgumu na hakusamee. Asema mimi sasa hivi sijisikii kuongea, lakini sio Mungu. Wewe ukienda kwa Mungu ukiwa unahitaji msamaha, Mungu akwambie sijisikii kuongea. Mungu akwambie niko busy sai. Mungu akwambie nitafute Jumatano. Mungu akwambie nitafute Ijumaa. Instantly pale pale anakusamea dhambi zako na makosa yako. Kwa nini? Tabia yake ni kuwa na rehema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo rehema ni huruma na wema uliotolewa kwa upendo, mara nyingi bila mtu kustahimili. Rehema ni huruma na wema unaotolewa kwa upendo, mara nyingi bila mtu kustahimili. Bwana asifiwe sana. Maana unatolewa mara nyingi, sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, sio mara nne, haina hesabu. Mungu anakurehemu, Mungu anakuhurumia. Kwa nini? Kwa sababu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu ananipenda sana. Mwambie Yesu ananipenda kuliko wewe. We kama umwambie mtu shauri yako, mwambie Yesu ananipenda kuliko wewe. Mwambie tambua tu wiki hii ninapendwa na Yesu mwenyewe. Ninapendwa na Mungu mwenyewe, aliyeumba mbingu, aliyeumba nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ninapendwa na Mungu, ninapendwa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini kuna definition nyingine mimi huwa naipenda, nilifundishwa tu na Roho Mtakatifu. Rehema ni nini? Rehema ni hali ya Mungu kukuonyesha huruma, ni kukuonyesha upendo, ni kukuonyesha msamaha na kukuondolea adhabu juu ya kosa ambalo umelifanya. Umenielewa? Adhabu juu ya kosa ambalo umefanya nini? Umelifanya. Si kweli kwamba hatufanyagi makosa. Tunafanya makosa. Tunajua tu hata kwenye nchi yetu tukivunja sheria kuna hukumu inakufuata. Kulingana na ulivyovunja sheria, ipo adhabu kwa ajili ya kuvunja sheria. Si ni sawa? Na kwenye kitabu kile cha Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Maana yake mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo Mungu anavyokuonyeshea rehema zake, maana yake anakuondolea ile adhabu uliyostahili kuipata kulingana na kosa ulilonalo. Kwa hiyo ndio maana nawaambiaga watu, kuomba toba ni tofauti na kuomba rehema ni tofauti. Unapostiki kwenye kuomba rehema, maana yake unahitaji Mungu akuondolee adhabu yoyote ulionayo juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana kuna saa unaweza ukapita mahali pagumu sana, ukaomba maombi ya kuvunja, ukaomba maombi ya kuteketeza na kitu kisiondoke. Lakini ukiamua rehema, unatoka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ndio maana nimeandika hapo juu kwenye kichwa chetu kwamba rehema za Mungu zinavyoweza kuleta msamaha na uponyaji kwenye maisha ya mtu. Hebu tumwangalie huyu mtu ambaye anaitwa Batimayo kwenye kile kitabu cha Marko 10. Kwenye kile kitabu cha Marko 10. Kwenye kile kitabu cha Marko 10. Kuanzia mstari wa 46. Marko 10 kuanzia ule mstari wa 46 tutakimbia mpaka mstari wa 52. Nasoma katika jina la Yesu. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Na aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kuipaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Amen. Bwana asifiwe sana. Nafikiri unamwona huyu Batimayo kipofu. Biblia inatuambia alikuwa ni muombaji, lakini si tu muombaji wa kawaida. Biblia inasema alikuwa kando ya njia. So tukimtafsiri Batimayo, huyu mwana wa Timayo,
Wengi wanafikiriaga labda ni kama yule muombaji kipofu, wale omba vipofu wanaokaa na vyombo vyao. Tukija, neno la Mungu ni roho. Tukija kumwangalia Batimayo kwa nafasi, hebu tumtazame kama muombaji kipofu. Umenielewa nachokisema? Muombaji kipofu. Tusimwangalie kipofu kwa sababu alikaa barabarani kuomba sadaka. Inaweza ikawa zote mbili. Lakini mimi na wewe natamani tumwangalie yule Batimayo ambaye ni muombaji. Kama mimi nilivyo muombaji, kama wewe ulivyo muombaji. Lakini Biblia inamuindicate kwamba ni muombaji lakini alikuwa ni kipofu. Sasa unafikiri makanisani hakuna waombaji vipofu? Mwambie jirani yako wapo wengi sana. Kinachoweza kumtesa mtu si kwamba haombi, anaomba, lakini anaombaje kwenye tatizo alilo nalo. Batimayo, Biblia inatuonyesha alikuwa anaomba, sio mara moja, kila wakati. Alikuwa anaenda kwenye kituo chake cha kuombea. Kwa hiyo alikuwa anafika pale, na kwamba si kwamba alikuwa atarajia kupata kitu, alikuwa anatarajia kupata kitu sana. Ndio maana alikuwa anaenda kila siku. Ingekuwa amechoka kutafuta kuomba, angekata tamaa. Lakini hakuwa amekata tamaa, ingawaje alikuwa anaomba na hapati. Sijui kama mnanielewa. Alikuwa anaomba wala hapati, lakini hakukata tamaa. Ukirudi kwenye Luka 18 mstari wa 1, Yesu anawaambia watu, ombeni bila kukoma wala msikate tamaa. Maana yake kuna wakati tunaomba kwa sababu hatupati, tunakata tamaa na tunaacha. Bwana asifiwe sana. Wewe kama hakijawahi kukutokea, hata mimi kimeshawahi kunitokea. Unaomba kitu muda mrefu, then unasema basi na kiacha kilivyo, Mungu mapenzi yako yafanye nini? Yatimizwe. Bwana asifiwe sana. Kama hujafika hapo rafiki, wewe hujafika kwenye level fulani za uombaji. Unaomba kitu, unafunga, unabadilisha style na uoni matokeo. Baadaye unakubali kama Yesu, Baba mapenzi yako yatimizwe. Ninachokiomba, hakijalishi umenipa, haujanipa, nimestack sijastack, nitaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Na uzuri wa Mungu, ukiendelea mbele unakutana nacho. Amina. Sasa Batimayo, yeye akawa anakaa kando ya njia. Maombi yake anasema ni kipofu. Ukirudi kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 17, 18, 19, Paulo anakutana na kanisa la Efeso. Anawaambia Waefeso, na waombea, nimesikia habari za imani yenu, umeona, na pendo lenu kwa watakatifu, lakini ninachowaombea ni hichi, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Bwana asifiwe sana. Kama wale wa Efeso walikuwa wanaona, Paulo asingewaombea macho ya mioyo yatiwe nuru. Maana yake walikuwa ni watu wa kanisa lile la Efeso, wanakwenda kanisani lakini nao ni vipofu. Ndio maana ombi kubwa la Paulo, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Na asubuhi ya leo na kuombea macho ya moyo wako yatiwe nuru. Macho ya moyo wako yatiwe nuru, uweze kuona unachotakiwa kukiomba. Macho ya moyo wako yatiwe nuru, ujue njia sahihi ya kile unachokitaka, namna ya kukiombea. Macho ya moyo wako yatiwe nuru, hata kama Mungu hajakujibu, kipo kingine ambacho Mungu amekupatia ili usikate tamaa, uweze kuendelea mbele. Macho ya moyo wako yatiwe nuru katika jina la Yesu. Tunaona Batimayo, Biblia inatuambia akasikia habari za Yesu wa Nazareti anapita. Hivi wewe sai ukisikia mtu anafanya miujiza na ishara kama Yesu, umeshawahi kusikia habari zake anatembea juu ya maji? Umeshawahi kusikia alienda kwenye harusi fulani, MC akatoa hizo habari? Si unaona sasa hivi ma MC wanaposti vitu vyao vingi, kama sherehe ikiwa nzuri MC anaweza kujiposti. Unamwona MC mmoja anasema tulikuwa kwenye sherehe ya mtoto wa mheshimiwa fulani na vikaisha vinywaji, mtumishi wa Mungu fulani akatokea, akanyosha mkono, vinywaji vikatokea. Ai jamani, nye Yesu mjanja, aligeuza divai kuwa maji lakini yeye hakunywa. Maswali, umeona mali Yesu alikunywa? Mwamba akageuza kuwa maji, aligeuza divai, akawatazama na mabalesi yao, yeye hakunywa. Angekunywa angesema naye Bwana alionja. Umeona? Kwa hiyo wakasikia habari za Yesu. Wakati Batimayo anamfuatilia Yesu, anaona huyo Yesu anapita. Kwa nini Yesu anipite? Si tuna kawimbo kwetu, usinipite nani? Mwokozi. Usinipite yeye. Ingekuwa ni wewe na mimi tungeimba usinipite Mwokozi. Yaani mimi muone kabisa Mungu ka cross kwa Mama Swai hapa, tumesimama na Mama Swai kanisani. Mungu ka cross kwa Edina. Mungu ka cross kwa kwa mchungaji hapo. Bwana asifiwe sana.
Eti mimi nikae kimya? Wewe ndio una tatizo saa nyingine. Ukimwona Mungu amecross kwa jirani, usikae kimya. Mwambie Yesu, uliye cross hapa, haiwezekani ucross mbele yangu alafu mimi usinihudumie. Bwana asifiwe sana. Yaani mimi wanashangaa. Wewe unakaa na mtu kanisani, uwepo wa Mungu umemshukia, wewe umekauka kama kijiti. Unakuaje? Kinachoponya sio sauti zetu. Uwepo wa Mungu unaposhuka, unatafuta uhudumie watu. Bwana asifiwe sana. So unapoona uwepo wa Mungu umeshuka, ng'ang'ana na wewe usikupite katika jina la Yesu. Haleluya. Bartimayo akasikia habari za Yesu. Kumbuka ni kipofu, lakini anachokifuata ni nini? Sauti. Alikuwa ni kipofu, haoni njia. Biblia inatuambia Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa sababu nimesikia sauti, na hii sauti ninayoisikia ina uwezo wa kunionyesha njia. Kwa sababu nimesikia sauti, sioni njia, hii sauti ina uwezo wa kunionyesha njia. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ngoja niongee na wewe mwana wa Mungu asubuhi. Kuna watu mnatafuta majibu hapa. Maybe mwaka mzima hujapata jibu lako. 5 years hujapata, 2 years hujapata. Lakini kuna sauti ilisha kusemesha. Mmenielewa? Bartimayo alisikia sauti ya Bwana akipita. Bwana asifiwe sana. Lakini ile sauti aliifuata sauti. Akatupa vazi. Vazi kazi yake nini? Lilikuwa linamzuia asiisikie sauti. Na wewe una vazi linazuia usisikie sauti. Hapa ninapofundisha, kila mtu ukimuuliza umesikia nini, kila mtu anasikia tofauti na unavyosikia. Na watu wengi sana, neno la Mungu linapofundishwa, iko sauti inakusemesha ndani. Ile sauti ya ndani imebeba majibu yako. Shida ya watu wengi, hawaamini sauti ya Mungu ndani yao. Wanataka kuamini sauti ya mtu kuliko sauti ya Mungu. Mungu anayekusemesha ndani is better. Kwa nini? Hataki uchanganyikiwe. Anakupa jibu direct. Wengi tungekuwa tunajua kuisikiliza sauti, tungetoka katika mazingira mengi magumu. Bwana asifiwe sana. Usifikiri watu wote tunawaona kwenye Biblia. Anasema neno la Bwana likanijia. Halijamjia kwa miguu. Sometimes halijamjia through mtumishi. Neno la Bwana lilimjia wapi? Moyoni. Umenielewa ninachokisema? Anasema nalikuwa katika roho. Katika roho wapi? Saa ya Roho Mtakatifu, ya mtembeo wa Roho Mtakatifu. Alafu alipokuwa katika roho, anasema mara roho aliniinua. Unapokuwa umevuviwa nguvu za Mungu, au tunapokuwa katika ibada tukaona mtembeo wa nguvu za Mungu, hata kama tusiibada kanisani, unapokuwa kwenye ibada hata nyumbani kwako, aidha umepiga magoti unaomba, ule mtembeo wa kiungu wa Roho Mtakatifu unapopita kukuatamia, Mungu anakushift from one place to another place. Mungu anakutoa kutoka tatizo A anakupeleka kwenye relief ya B. Mungu anakutoa kutoka kwenye utumwa A anakupeleka kwenye sehemu ya kupumzika. Lakini kwa sababu huwa hatusikii zile sauti, watu wengi tuna stuck. Nani amenielewa kidogo? Nani amenielewa kidogo? Bwana asifiwe. Bartimayo kilichomuinua ni sauti. Sauti alisikia wapi? Ndani. Bwana asifiwe. Ameisikia iwe amesikia nje, kuna watu tuna neema kusikia paka nje. Bwana asifiwe. Iwe ameisikia nje, iwe ameisikia ndani. Alinyanyuka. Kitu gani anafuata? Sauti. Nimesikia sauti ya watu wengi, nisikilize. Wako watumishi wengi wanaopita hapa kuwafundisha. Sasa hii ukisikia huyu utasema huyu ni Mwalimu James Kamera. Ukisikia huyu utasema huyu ni Katubaemo. Ukisikia huyu utasema huyu ni Mfinanga. Ukisikia huyu huyu tunamjua si Florence. Si umenielewa? Kwa nini? Sauti. Sasa yule alivyosikia sauti, alitupa vazi, akasimama. Kitu gani alikuwa anafuata? Sauti. Kwa sababu gani? Hakuweza kumuona Yesu, lakini alisikia sauti ya nani? Ya Yesu. Alivyoisikia sauti ya Yesu, akaamua kumfuata Yesu. Na pale alivyosikia sauti, asikudanganye mtu, wapambe ni wengi saa ya kutoboa kwako. Kwa hiyo wakati wale wapambe walikuwa wanamfuata Yesu, lakini walikuwa wasikii nini? Sauti. Umenielewa ninachosema? So asikudanganye mtu, wengi wanamfuata Yesu lakini wasikii nini? Sauti. Kwa hiyo Bartimayo alimfuata yeye alikuwa amekaa kando ya njia, lakini alisikia nini? Sauti.
Alivyosikia sauti akanyanyuka. Wakati anamfuata Yesu, Biblia inatuambia wakamzuia. Wako wazuiao, Mungu awaondoe kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hivyo vizuizi vilivyoko ndani yako vinavyozuia sauti ya Mungu, Mungu aiondoe katika jina la Yesu. Kuna wengine si vizuizi vya kawaida, ni vitu ulivyo navyo vimekuridhisha. Usikii nini? Sauti. Una haraka ya kutoka kwenye uwepo wa Mungu. Usikii nini? Sauti. Bwana asifiwe. Alivyosimama Yesu akasema mwacheni. Natamani nisikie mtu mmoja akiambiwa na Yesu mwacheni, 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 mwacheni. Shetani mwenyewe hawezi kusimama mbele ya sauti ya Bwana. Mwacheni. Nini kinakusaidia? Sauti. Alivyofika mbele za Yesu, Yesu akamuuliza. Umeshawahi kwenda hotelini unapewa menu? Maana yake choose for yourself. Unataka nini? Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? My dear, kama hujafika level ya kuulizwa na Mungu unataka nikufanyie nini, wewe hujaomba. Sijui kama unaelewa ninachokisema. Naomba niwakasirishe waombaji wote mlioko hapa na mnaotazama. Kama hujafika level ya kuulizwa na Roho Mtakatifu, ya kuulizwa na Mungu unataka nikufanyie nini, bado hujafika level ya kumtafuta Mungu. Bado hujafika level ya kumtafuta Mungu. Kwa nini nakwambia hujafika? Sikuambii kukukatisha tamaa. Nakwambia nikupe wivu. Endelea kumtafuta mpaka ukutane na menu ya kimbingu inakuuliza nikufanyie nini. Mngesema is it possible? Yes, is it possible? Very, very possible. Natamani siku moja ukiwa kwenye maombi yako, either umefunga binafsi au umekaa kwenye uwepo wa Mungu kwenye ibada kanisani, Roho Mtakatifu akuulize unataka nikufanyie nini. Haleluya. Haleluya. Na mimi nataka uondoke na neno hili. Unataka Yesu akufanyie nini? Bwana asifiwe. Naomba niishie hapo siku ya leo. Hivi sasa ni 1:00 kamili. Wiki nzima tupo pamoja. Tutazitaka rehema za Mungu mpaka tukutane na menyu. Unataka nikufanyie nini? Muulize jirani yako, unataka Yesu akufanyie nini? Unataka, Humphrey, unataka Yesu akufanyie nini mdogo wangu? Hiyo ilinikutaga mwaka fulani nikiwa naomba. Mungu akanishukia, akaniuliza. Sifundishi kitu ambacho hakijawahi kunitokea. Nikamwambia Mungu ninachokitaka. Mungu akaniambia, kwa kuwa hukutaka A, hukutaka B, hukutaka C, nitakupa hichi, nitakupa hichi. And I'm telling you, nimeviona kwa jina la Yesu. Mungu anasema inawezekanaje Mungu kuniuliza? Viwango vya mahusiano ulivyonavyo na Mungu vinaamua Mungu kukuuliza ukitakacho. Umenielewa ninachokisema? Na kwa nini Mungu akuulize wakati anajua haja ya moyo? Mungu anauliza, anapima A, uaminifu, B, unyenyekevu. Je, utania makuu kuliko uwezavyo? Bwana asifiwe sana. So Mungu akikutokea, wewe mwambie kile unachotaka. Bwana asifiwe. Kuna mwingine yuko hapa atasema nataka nifunguliwe Baraba. Si unajua pia waliulizwa. Kwa hiyo nawe kama una Baraba wako afunguliwe kwa jina la Yesu. Sasa mnacheka lakini Baraba pia naye alikuwepo. Chukua sadaka. Chukua sadaka. Unajua ndo kimenoga, watu wanasema sasa uendelee hadi 1:00 kamili. 1:00 kamili. 1:00 kamili. Chukua baraka, chukua sadaka yako, tuombe. Mchungaji atupee baraka. Simama kwa miguu yako. Mchungaji madhabahuni anasema wafunguliwe Baraba. Sema Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu nasema asante kwa neema yako juu ya maisha yangu. Bwana Yesu, unanijua vizuri. Ikiwa nimekaa kando ya njia na sijui la kuomba, naomba unisamee. Naomba unisamee. Ruhusu rehema zako zikanifunike siku ya leo na wiki nzima. Roho Mtakatifu, fungua macho yangu ya ndani katika jina la Yesu. Fungua macho yangu ya ndani, macho ya moyo wangu yatiwe nuru, nipate kuona sawa sawa na Mungu anavyotaka katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, shikilia mahusiano yangu
Na Mungu aliye hai, nisaidie nisitoke kando ya njia katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nipe neema ya kuomba na kuwa na mahusiano mazuri mpaka hapo Yesu atakaponiuliza ambacho ninakitaka katika jina la Yesu. Baba Mungu, najikabidhi mikononi mwako. Nilinde, nipe kutafakari yaliyo ya kwako katika wiki hii katika jina la Yesu. Amen.